wa serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA tutawajibika kutoa elimu kwa wachimbaji hawa na kusimamia kikamilifu sheria za nchi. Kemikali za migodini tusipozitumia kwa utaratibu unaokubalika, tutajikuta manufaa tunayoyapata kwenye sekta hii yote yanakwenda kwenye kutibu wananchi. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, ambapo wiki hii tunamulika ziara ya kikazi ya mwenyekiti wa bodi ya mamlaka Christopher Kadio pamoja na wajumbe wa bodi hiyo katika mikoa ya Kanda ya Ziwa. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ilianzishwa chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2016, ambapo pamoja na majukumu mengine sheria hii inaipa mamlaka jukumu la udhibiti na usimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani pamoja na kutoa elimu kwa wadau wanaohusika. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali inasimamia utekelezaji wa sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani namba 3 ya mwaka 2003. Katika utekelezaji wa sheria hii, mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi Christopher Kadio na wajumbe wa bodi hiyo Mukabatunzi Rwakilomba na Doris Njelekela wameambatana na mkurugenzi wa huduma za udhibiti Daniel Ndio pamoja na watumishi wa mamlaka kufanya ziara ya ukaguzi kwa wadau wa kemikali katika mikoa ya Kanda ya Ziwa, yaani mkoa wa Mara, Shinyanga, Geita na Mwanza. Safari ya ziara hiyo imeanzia wilayani Tarime mkoani Mara katika mgodi wa dhahabu wa North Mara ambao uko chini ya kampuni ya Barrick. Hapa mwenyekiti pamoja na ujumbe alioambatana nao wamekaribishwa kwa kuelezwa kwa nadharia juu ya jiografia ya mgodi huo pamoja na hatua zote zinazofuatwa katika kutunza mazingira yanayozunguka mgodi huo, na kisha baada ya hapo ukaguzi wa eneo moja baada ya jingine ukafuata, hasa matumizi na uhifadhi wa kemikali jinsi unavyozingatia sheria, taratibu na miongozo. Baada ya kutoka katika mgodi wa North Mara, ujumbe huu ukaelekea eneo la Nyamongo kuwatembelea wachimbaji wadogo ambao wanaendelea kukua kiteknolojia ili kujiongezea kipato. Na hapa meneja wa mgodi wa Tindo Bwana Clinton Tindo amesema ziara hiyo imekuwa njema, kwani haijaishia tu kwenye ukaguzi, imeenda mbali zaidi kwa kuwapa mafunzo na ushauri katika maeneo ya utendaji. Ziara ya mwenyekiti imekuwa njema kwetu kwa sababu tumepata mafunzo mbalimbali, lakini pia tumepata kupata ufafanuzi wa jinsi namna ya kufanya kazi na namna ya kuweza kujiendeleza katika upande wa kemikali, upande wa kuwa na usalama katika mazingira yetu, lakini pia kuendelea kujikuza katika kazi zetu za hapa na pale. Kwa ziara hii naona mimi kwa upande wetu kwa 100% itakuwa imetubadilisha, kwa sababu tumepewa utaratibu mbalimbali wa kubadilisha nini na nini. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda kidogo tuliopewa kwa ajili ya kufanya marekebisho tuweze kushughulikia yale ambayo ametuachia, lakini pia kutafuta vibali vya kama vyeti vya ofisi ya mkemia mkuu, hivyo na mambo mengine. Ndio mradi mpya ni kwa sababu ule mradi wa zamani kidogo ulikuwa unakaa miezi hata 6, ili uweze kuchenjua ile dhahabu unaweza kukaa hata miezi 6 au miezi 8 kutegemea na wingi wa material, kwa sababu zile material zinakuwa zimetulia sehemu moja. Kwa hiyo utembeaji wa dhahabu kutoka inakuwa ni mdogo, lakini kwa uchenjuaji ambao tunaamua kujenga ni mtambo wa CIP ambao inakuwa inakorogwa na agitator. Kuna mitambo inaitwa agitator ambayo inakuwa kama inakoroga, kwa hiyo inafanya dhahabu inawahi kutoka kutumia zile carbon na kemikali ambazo tunatumia kukamata dhahabu. Kwa mradi huu pia unapatia fursa vijana wengi sana mjini Nyamongo, hapa Nyamongo mkoani Mara. Inawapa fursa vijana wengi sana, wamepata kazi, wanaweza kuhudumia familia zao, lakini pia na wasii wengine waweze kujisajili na kupata vyeti vya mkemia mkuu na kufuata taratibu ambazo zitawawekea mazingira salama katika ufanyaji kazi wao. Afisa madini kutoka wilayani Musoma mkoani Mara, Sofalet Makweba, amesema ziara ya mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali imekuwa na tija kwa wachimbaji wa dhahabu. Mimi kwa siku ya leo
Nimefurahi sana ujio wa mwenyekiti wa bodi kutoka ofisi ya mkemia wa serikali. Ni ofisi ambayo tunashirikiana nao katika shughuli zote za madini. Kwa hiyo ujio wake umetusaidia sana kuzunguka leo maeneo mengi na kupata ushauri ambao utatusaidia na sisi, utatusaidia kuendelea nao kwa ajili ya kuwashauri wateja wetu wanaotumia kemikali. Kwa hiyo kwa leo nafikiri huu ujio umetusaidia sana, pamoja na wateja wetu ambao tumewatembelea wamepata ushauri mkubwa sana ambao na wenyewe utawasaidia kufanya shughuli zao kwa utaratibu na sheria zilizopo. Ushirikiano uliopo kati ya ofisi ya mkemia mkuu wa serikali na ofisi za madini ni kwamba shughuli zote zinazotumia kemikali zinapata kibali kutoka ofisi ya mkemia mkuu, ndo zinaendelea. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya madini hatuwezi kuzifanya peke yetu mpaka tunapofikia hatua zipate kibali kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, ndo zinaendelea kwa hatua nyingine. Neno ambalo nalitoa kwa mwenyekiti wa bodi, naomba wataalamu wa ofisi ya mkemia waendelee kututembelea ili tuweze kushirikiana kupunguza kemikali ambazo zinatumika katika mitaa. Baada ya kutoka mkoa wa Mara, ujumbe huu wa mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi ya GCLA pamoja na wajumbe wa bodi walioambatana na baadhi ya watumishi, ujumbe huu kaelekea Kahama mkoani Shinyanga, ambapo hapa kazi kaanzia kwenye mgodi wa Mwakitorio uliopo Mwime, ambapo wachimbaji wadogo wanatumia kemikali ya zebaki katika shughuli za uchenjuaji wa dhahabu. Vile vile kuna wengine wanaotumia teknolojia duni ambazo hata hivyo zinawasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao. Pombozi Moshi ni miongoni mwao na hapa anaeleza. Majukumu yangu nilionayo hapa ni kuhakikisha mifuko inayotoka chini inakuwa katika usimamizi wangu na kuweza kuiangalia ina dhahabu haina dhahabu. Kama itakapokuwa imeonekana haina dhahabu, ina maana itazimika yale ambayo hayana dhahabu ya mwagu chini. Ugeni huu tumeupokea vizuri. Tumepokea vizuri na tunashukuru sana kwa kututembelea kuja kuangalia mazingira tunayofanyia kazi. Imetupa picha nzuri kwa sababu kutembelewa na wageni, kwa sababu haya mambo wamekuja kuangalia kama ni jinsi gani tunachofanya kazi. La kwanza wameniuliza mnafanyaje kazi, uchimbaji wenu ukoje? Kaambia uchimbaji wetu umeshakuwa kubahatisha. Tunachimba kwa kubahatisha. Kwa sababu tumeshakuwa wazoefu wa miaka mingi. Tunajua mfuko huu tunaopakia wa Azam, tunaopakia mchanga, tunajua tathmini ya ule mchanga sababu iliyomo. Neno langu kwa mwenyekiti baada kuja kutuona wale watusaidie tuwe tunapata vipimo, sio tunachimba kwa hasara. Kwa sababu uchimbaji wetu umeshakuwa wa kubahatisha. Tunapoteza pesa nyingi sana. Unaweza kujikuta umechukua mkopo wa mtu, anakuambia pesa yangu iko wapi? Pesa yako haijulikani ilipoenda. Na maana pale ulipoenda kuchimba, ina maana unapoteza pesa. Baadhi ya wachimbaji wadogo wanaendelea kukua na wanatumia teknolojia ambayo inawaondoa kwenye matumizi ya kemikali ya zebaki. Na hapa Daniel Masanja ambaye ni mkemia wa mgodi huu na wamilikiwa na Hussein Musa Omari anaeleza jinsi teknolojia hii mpya inavyofanya kazi kwa kuzingatia matumizi sahihi na salama ya kemikali. Kiwango cha dhahabu kilichobaki kwenye udongo kiko hivi. Kwa maana hiyo tukiweka dawa yetu ambayo ni dawa kiasi fulani, tutavuna udongo ulio kiasi cha dhahabu kilichobaki. Kwa dawa mnaiweka kulingana na ppm ya udongo uliobaki mle. Lakini kabla ya udongo kuweka ile ppm ya Sonaride, huwa tunaanza kuchanganya na lime. Kwa nini mnachanganya na lime? Lime tunachanganya kwa sababu ya kuleta pH iwe juu. Ili mradi udongo tunapoenda kuanza kuchenjua kwa kutumia ile Sonaride, pH iwe juu isapoti ile Sonaride kuchenjua dhahabu. Baada ya pale, ila hii tunaiwekaga kuineutralize ule udongo, lakini pia huwa tunaweka caustic ili kuhiti ile pH iwe juu zaidi. Unaona? Baada ya hapo ndo tunaweka Sonaride, tunaweka peroxide kwa ajili ya kutengeneza oxygen. Ili mradi ile udongo usifanyaje? Usilete labda changamoto kwa ajili ya flow ili upumue. Kwa nini mnaweka peroxide ya kuzalisha oxygen? Oxygen inahitajika nini? Oxygen tunahitaji kwa ajili ya kuisupport ile Sonaride pamoja na kuruhusu ule mgandamano uachie.
ili nani ile maji yanapofunguliwa kule isiwepo na nini finyanzi sigande ule udongo kwa ajili ya kufanyaje ya kusupport ile dhahabu ianze kutoka kwa mfumo wa kimiminika. Msimamizi wa ghala la SAS Logistics Kahama Atif Safe anasema ziara hii imewafunza mambo mengi na watafanyia kazi yale yote walioelekezwa na bodi. Nimefurahi sana mwenyekiti wa bodi pamoja na wajumbe wake kwa ziara waliokuja kutembelea SAS Logistics. Tumefurahi ujio wao na tumejifunza mambo mengi waliokuja nayo na kutueleza, na kuna mambo kuwa tunayafanya na wametuelekeza zaidi jinsi ya kufanya. Kuna mambo yalikuwepo na wakaongezea na yao. Kwa hiyo kidogo kumekuwa na upanuzi wa kimaarifa na ufanyaji kazi. Kwa hiyo tunashukuru sana na tumefurahi uwepo wao na tunatarajia waje kutembelea tena. Sisi kwa upande wetu kwa elimu waliotoa kwa sehemu ambayo ilikuwepo na kuongezea elimu ziada, tunajipanga kuchukua ushauri elimu yao kwa mikono miwili na kulifanyia kazi swala hilo. Mimi nazungumza ni ujio wenye faraja na ujio ambao sisi wenyewe kama wenyewe tumefarajika na tumefurahi ujio wao kuja huko. Meneja wa kampuni ya Jema Chemicals mkoa wa Geita Mokiki Daniel amesema ujio wa ujumbe huo wa bodi ya wakurugenzi umekuwa muhimu sana, kwani licha ya kufanya ukaguzi, ujumbe huo umemtaka aeleze changamoto anazokutana nazo ili maboresho ya huduma yaweze kufanyika. Baada ya ziara hii nadhani wamejifunza vitu vingi na tutapata mabadiliko, kwa sababu kuna baadhi ya changamoto ambazo pia tumeziainisha kwao, namna gani ambazo paswa watusaidie kwenye industry hii ya dhahabu pamoja na uchenjuaji. Cha muhimu ni namna ambavyo tunapaswa wanapaswa kama taasisi, namna ambavyo wanapaswa kuwa karibu na sisi. Maana wale ni walezi wetu ama ambao wanatuongoza katika industry. Kwa hiyo cha muhimu ni kuwa karibu na sisi. Sisi akiwa karibu na sisi, utendaji wa kazi zetu utakuwa ni mwepesi zaidi. Kuna manufaa makubwa sana, kwa sababu ukifuata taratibu za uuzaji wa kemikali pamoja na matumizi, inasaidia kurinda kizazi cha sasa na cha baadaye. Matumizi mabaya ya kemikali yanasababisha kuharibu kizazi kijacho na cha sasa. Kwa hiyo kikubwa ukizingatia matumizi sahihi na usambazaji wa kemikali, inakusaidia kusaidia kizazi hichi cha sasa pamoja na cha baadaye. Baada ya kutoka Geita, ziara ikafikia jiji la miamba Mwanza, ambapo hapa ukatembelewa mgodi wa Busolwa, na hapa meneja wa mgodi huo Stefano Kazungu anaeleza kwa kifupi kile kinachofanyika. Tumekuwa tukizalisha dhahabu kwa maana ya kuanzia process ya uchimbaji mpaka kupata dhahabu yenyewe. Ina maana kwa maana ya smelting inafanyikia hapa. Kwa kikitoka hapa inatoka tu ni dhahabu. Kwa hiyo matumizi ya kemikali sana kwenye upande wa plant ambayo inafanya process ya uchenjuaji wa nini? Uchenjuaji wa dhahabu kutoka kwenye mwamba. Akiwa jijini Mwanza, mwenyekiti na ujumbe alioambatana nao umefanya ukaguzi katika maabara ya SGS pamoja na kampuni ya vilipuzi ya Mbogo Mining, na hapa mtaalamu wa vilipuzi Benjamin Sabuni anasema ujio wa ujumbe huo ni shule tosha. Tumepata ugeni wa wageni wangu, tumejifunza vitu mbalimbali kutoka kwao. Kuna vitu ambavyo wametushauri kama kampuni, tumevipokea vizuri, na mambo mengi ambao tumejifunza kutoka kwao. Maana tunapopata ugeni kama huu, kuna mambo mengi ambao tunakuwa tunajifunza na wao, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanakuwa wanajifunza. Sisi tunashukuru sana na tunawakaribisha tena Mbogo Mining. Kama nilivyoeleza awali kwamba Mbogo Mining inajihusisha na uagizaji, uuzaji na usambazaji ndani na nje ya nchi kwa wachimbaji wakubwa, wakati na wadogo wa milipuko mbalimbali na baadhi ya kemikali kama ammonium nitrate na vitu vingine ambavyo vinahusiana na milipuko. Kwa hiyo tunakaribisha sana ambao watakuwa wanahitaji hivyo vitu, na mambo mengi tutakuwa tunajifunza nao kama tulivyojifunza sisi kutoka kwa huu ugeni ambao tumeupata.
ambao tunakaribisha sana na tunashukuru sana. Inatutia moyo kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambao wanakuja kutukumbusha. Sisi ni binadamu, kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu ambapo tunaweza tukawa tumejisahau, wanatukumbusha. Kwa hiyo inatutia moyo sana, kwa sababu tunakuwa tumekumbushwa vitu mbalimbali na mamlaka, na tunakuwa tunafurahi kwa sababu kwamba na sisi tunatambulika wanapokuja kututembelea. Baada ya kuhitimisha ziara hiyo, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi Doris Njelekela na Mukabatunzi Rwakilomba walikuwa na haya ya kuzungumza. Kama wajumbe wapya, tunashukuru bodi kwa kutuandalia hii ziara ili tuweze kujifunza. Hii ziara ambayo tulikuwa tumeianza, tumefika hapa Mwanza tarehe 2 na tunahitimisha leo tarehe 11. Tumeweza kutembelea sehemu nyingi, sehemu za migodi, wachimbaji wakubwa, wakati na wadogo. Tumeweza kutembelea bariki, tumeweza kutembelea migodi mingi, hata kwa wale wachimbaji wa chini kabisa. Lengo kubwa la ziara hii ilikuwa ni kujifunza na vile vile kupata changamoto wanazopitia hawa wachimbaji na wanunuaji, waingizaji na wasambazaji wa kemikali zinazohusiana na masuala ya migodi. Kwa kweli hii ziara imekuwa na manufaa sana kwetu kama wajumbe wa bodi wapya ambao ni wapya kwenye ile eneo. Tumeweza kujifunza vitu gani wanavifanya, changamoto gani wanazipitia, ili tutakaporudi kule, tutakapokaa kwenye kufanya maamuzi, tuweze kufanya maamuzi sahihi kulingana na aina ya watu ambao tumeweza kuwatembelea. Kwa kweli tunashukuru sana kwa hii ziara. Imekuwa na manufaa kwetu. Kimsingi ziara imekuwa na manufaa makubwa kwetu sisi tukiwa kama wajumbe wapya wa bodi ya mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali. Tumepata wasaa wa kujifunza baada ya kutembelea wadau mbalimbali wa kemikali, wachimbaji wadogo pamoja na kampuni mbalimbali zinazohusika na ulipuzi. Imekuwa ni fursa ya sisi kujifunza na kuona hali halisi ya kinachoendelea katika ground. Imetupa nafasi nzuri ambapo tutakapokaa kwenye bodi tutaweza kuamua tukiwa na picha halisi ya kinachoendelea kwenye business. Mkurugenzi wa huduma za udhibiti Daniel Ndio anaeleza kwa kina kile kilichofanyika katika ziara nzima. Maeneo makuu ambayo tuliona kwenye eneo la uchunguzi wa shughuli za maabara, ambapo mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali ina jukumu mojawapo la kusimamia maabara zinazofanya shughuli za kemia. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kupita kwenye maabara zinazofanya shughuli hizo. Lakini eneo kubwa tulipita kwenye eneo la usimamizi na udhibiti wa kemikali, ambapo ni eneo kubwa ambalo tunalifanyia kazi. Kwa ujumla wajumbe wa bodi na mimi binafsi nimeona shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika zinazosema matumizi makubwa ya kemikali, lakini vile vile tumeweza kuona kama timu ya management pamoja na bodi tumeweza kuona maboresho makubwa ambayo yameendelea kufanyika, lakini vile vile matumizi makubwa ya kemikali kutokana na kuongezeka shughuli za matumizi ya kemikali. Kama unavyofahamu, kwa upande wa kanda ya Ziwa tuna shughuli kubwa ya uchimbaji madini, na madini huyapati bila kushirikisha matumizi ya kemikali. Kwanza na hatua ulipuaji, lakini vile vile kwenda kwenye hatua uchenjuaji. Shughuli zote hizo unalipua kwa kutumia kemikali ambayo inakuwa imechanganywa na vitu vingine ili kutekeza milipuko, lakini vile vile unachenjua kwa kutumia kemikali ambazo nyingi ni hatarishi na ni kemikali ambazo jukumu letu la kuzisimamia. Hivyo tutembea kwenye ziara hii kwa ujumla, mimi nimeona maboresho makubwa ya matumizi sahihi ya kemikali. Changamoto zipo hapa na pale, lakini kuna uelewa mkubwa ambao umeendelea kujengeka kutoka mdau mmoja hadi mdau mwingine. Tumetembelea wadau ambao wanatengeneza milipuko, tunatengeneza wadau ambao wanatumia kemikali ili kutengeneza milipuko kwa ajili ya kutupua miamba, lakini tumetembelea wadau ambao wanachenjua dhahabu kwa kutumia hizo kemikali ambazo kwa kiasi kikubwa ni hatarishi, na tumeona maboresho makubwa ambayo wanaendelea kuyafanya. Lakini tumeweza kuona baadhi ya migodi mikubwa ambayo ina wawekezaji kutoka nje,
na asilimia kadhaa za serikali, lakini vile tumeweza kuona migodi ya wazawa ambayo inafanya kazi kubwa, lakini vile vile katika kufanya kazi kwake kule wanatumia kemikali nyingi sana na wanatumia kwa usahihi unaohitajika. Kemikali hizi nyingi ambazo zinatoka kwenye uchenjuaji nyingi zina madhara papo kwa papo, lakini hatujaweza kusikia changamoto yoyote au kulipotoa kwa ajali ambayo imeweza kutokea na kugharimu maisha ya watu. Kwa asilimia kubwa hiyo inakudhibitishia kwamba matumizi yanatumika kwa usahihi. Kwa kumalizia, mimi ziara hii nimeona ni ziara ya manufaa, lakini kubwa kwamba imejenga uelewa wa kutosha kwa wajumbe wa bodi ili kuwasaidia sasa pale wanapokaa na kufanya maamuzi mbalimbali yanayohusiana na shughuli zinazofanywa na mamlaka, lakini vile vile na shughuli zinazohusiana na wadau, hasa kwenye kuwasajili wadau, kwenye kuidhinisha matumizi ya kemikali watumie na kutoa vyeti vya usajili. Watakuwa wanafanya wakiwa na taarifa sahihi, lakini vile vile wakawa naelewa uhalisia wa kiutendaji wa wadau husika. Lengo kubwa hilo ni kwamba bodi kama bodi ifanye jukumu lake kwa usahihi, huku ikiwezesha biashara na hapo ikihakikisha kwamba inasimamia kwamba sheria zinatekelezwa kwa usahihi. Kwa hiyo katika kuweka mizania ya masuala mawili ni muhimu sana bodi kwenda kuona na kujifunza, na hivyo kuja kufanya maamuzi ambayo ni sahihi yasiyopendelea upande wowote. Kwa kiasi kikubwa wadau wanaonekana kuridhishwa na utendaji wa mamlaka kutokana na komiti ya watumishi. Kwanza napenda nitumie nafasi hii kuwashukuru sana watumishi wa Kanda ya Ziwa kwa kujituma kwao, lakini kikubwa kuhudumia wadau mpaka afikie hali ya kuridhishwa hiyo. Wito wangu ni kwamba sisi kama watendaji, kama watumishi, tusiridhike. Kwanza tuanzie pale tulipo ambapo wadau wanaridhika, lakini tuongeze bidii zaidi katika kuwahudumia ili sasa hii hali na sifa ambayo tumejijengea iendelee kuimarika zaidi na zaidi na zaidi. Na hilo nalifahamu mimi nikiwa kama mkurugenzi na nikiwa na wajumbe wa bodi, nitachukua nafasi yangu vile vile kupeleka hata ushauri wa kuongeza labda utendea kazi kama magari ili tuweze kuwafikia wadau wengi zaidi, na hivyo kuendelea kuleta ufanisi zaidi na kuendeleza sifa ambazo wadau wanatupa kwa sasa. Na kufikia hapa tunaweka nukta ya kipindi chetu kwa juma hili. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, mimi ni Oscar Nkembo wa GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye mahakama na ushauri wa kitaalamu unaotokana na uchunguzi wa kimaabara ndani na nje ya nchi. Ni maabara ya rufaa ya uchunguzi kwenye masuala ya uchunguzi kwa sayansi ya jinai. GCLA inasimamia matumizi ya teknolojia ya vinasaba